Lakini nikwambieni ya kwamba kuna watu ambao huwa tunajidanganya, tunachukua mali za watu kwa dhulma, kisha tunasema nitatubia, nitaenda hija. Tunachukua mali za watu dhulma, kisha unasema nitatubia, nitajenga msikiti. Unachukua mali za watu dhulma, kisha unasema nitatubia, nitatoa sadaka, nitasaidia maskini. Kisha unajidanganya kwamba kwa Allah watakuwa umemaliza mgogoro. Wallahi hujamaliza mgogoro kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku moja mtume wetu Muhammad anawaambia masahaba, atadiruna manil muflis, hivi nyinyi mnamjua aliyefilisika? Hivi unamjua aliyefilisika? Anawaambia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mimi ninakuulizeni, ewe ambaye unayedhulumu, hivi unajua sala yako mbele ya Allah itakuwaje? Hivi unajua zaka yako uliyoitoa na ndani yake kuna mali ya dhulma itakuwaje mbele ya Allah? Unajua hija yako uliyoenda kwa mali ya dhulma itakuwaje mbele ya Allah? Unajuaje sadaka zako ulizozitoa na ndani yake kuna haki za maskini ulizoziwia zitakuwaje mbele ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala anasema huyu bwana ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya kufikishwa pale atakuwa anajipa moyo kama tunavyojipa moyo duniani ya kwamba nilitoa sadaka, alhamdulillah, nilijenga msikiti, naam, nilienda hija, nilifanya hivi. Anajifakharisha kwa matendo yake mazuri, lakini kuna haki za watu aliwadhulumu kwa namna yoyote. Mtume anasema fayuta hadha min hasanati, yule ambaye ulikula mali yake inachukuliwa sehemu katika matendo yako mazuri uliyofanya, anapewa huyu. Labda kuna mtu ambaye ulimdhulumu mali yake, kisha zaka uliotoa yale malipo yake akapewa bwana huyu. Wa hadha min hasanati, na yule ambaye ulimwaga damu yake ikachukuliwa sehemu ya matendo yako akapewa huyo. Wa hadha min hasanati, na yule ambaye ulimuua mwanae, ulifanya hivi kama alivyotaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja hapo anataka haki yake, na hakuna anayesema bwana mimi nimekusamehe au nitafutie inshallah mwakani nitanilipa hela yangu. Hakuna. Bil hasanati was sayyiat, siku hiyo ni kwa matendo tu, ima yachukuliwe yako mazuri apewe yeye, hakuna ziada ya hilo. Mtume anasema fa in faniyat hasanatu, ikiwa mema ya huyu bwana yataisha, bado kuna watu kibao wamekaa vizuri kibao wanakusubiri wewe uwalipe haki zao, pamoja na haki ni kubwa au ni ndogo ulichukulia kawaida, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tahsabuna hayyinan, hiya madhani kidogo, wa huwa inda Allah adhim, na hali yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana, wewe chukulia poa. Mtume anasema ikiwa matendo yake yatamalizika mazuri aliyokuwa akijidai kwamba hayo ndio amesamehewa, ukhidhat min khafayahu, yatachukuliwa makosa ya hawa uliowadhulumu duniani na kula mali zao, fayuqa au fatulhat alayhi, atapigwa nayo usoni yale mabaya ya wale waliofanya. Pengine kuna mtu alizini, kuna mtu aliiba, lakini una haki yake wewe ulidhulumu huko, wallahi atachukuliwa, kisha madhambi yao utapewa yeye. Kisha Mtume anasema thumma tulihat nar, kisha bwana huyu atatupwa katika moto. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kusio miongoni mwa hao.